Taarifa ile nilipata nikiwa niko nyumbani siku ya Jumapili, na hiyo ilikuwa ni baada ya kuwasiliana naye siku ya Ijumaa, kwa sababu nilimwalika Pilipili aje Jumamosi nyumbani kwangu. Nilikuwa na event ya kumpongeza kijana wangu ambaye amepata komunyo ya kwanza, na akanambia kumradhi kwa sababu atakuwa na majukumu amemtight, ila ikiwa pamoja safari ya Dodoma ambako alikuwa anakuja Jumapili, na amekuja na akanambia kwamba akitoka huko Dodoma atarudi kwa ajili ya kumpatia dogo zawadi. So taarifa zilinikuta kesho yake sasa baada ya shughuli, wakati namtegemea Pilipili aje na zawadi, lakini napata taarifa kwamba Pilipili amefariki. Kwa hiyo iliniuma sana na ilinigusa sana kwa namna ya kipekee, kutokana na ukaribu wetu ambavyo umekuwa kama hivyo ambavyo umesema, na hicho ambacho nilikifanya ilikuwa ni katika kumfanya Pilipili arudi kwenye ubora wake ambao alikuwa nao hapo awali, na nashukuru Mungu Pilipili alikuwa anarudi kwenye ubora wake. Pilipili alikuwa anarudi kwenye ule, unajua, ukali wake, unajua na alikopo yuko okay, alikuwa yuko fit kabisa. Mimi nakumbuka nilipopigiwa simu, kuna mtu mwingine alifikiria akasema kwamba ni mambo ya depression. Mimi nikasema hapana, Pilipili alikuwa hana depression, Pilipili alikuwa hana msongo wote wa mawazo kwa kipindi hicho, kwa sababu nilikuwa naamini Pilipili alikuwa yuko okay. Sawa, kwa hiyo ni kitu ambacho kilinigusa kwa namna ya kipekee, na tupo hapa kusherehekea maisha yake kwenye safari yake ya mwisho tunapomwaga hapa nyumbani kwao sasa. Mimi nafikiri sio kwa mastaa tu, hii ni funzo kwa kila mtu ambaye kwa sababu inaweza kumtokea ambaye ni star na ambaye sio star, unajua na ni majanga ambayo hakuna mtu ambaye anakopa anayeombea yanatokea. Kwa hiyo mimi cha kusema ni kwamba sisi tunapokuwa tuwe makini kwenye maisha yetu, kwa sababu binadamu sasa hivi tumekuwa watu wa ajabu sana. Unaweza kufikiri mtu ni rafiki yako, lakini unajua kumbe ndio huyo ndio adui yako, na wakati mwingine unaweza ukawa unafikiri kila mtu anakupenda, lakini sio kila mtu anakupenda. Hiyo ndio message ambayo naweza nikaipeleka. Kwa hiyo tunapoishi kwenye maisha yetu, whether uwe star ama usiwe star, basi jua kabisa kwamba yani wewe upo katikati. Kwa hiyo usijiachie hivyo kwenye maisha yako unapoishi. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa kubalance, uwe makini sana. Ndio umezungumzia mtoto wako alikuwa anaelekea kwenye sherehe na Pilipili alikuwa anakuja kumpatia zawadi. Labda mapokeo ya kijana wako ambaye alikuwa anakuja kupatiwa zawadi yamekuaje baada ya kusikia kwamba yule alikuwa anakuja kupatiwa zawadi amepoteza maisha? Hapana, sio kwamba ni sababu ni kijana mdogo, he is just 10 years old. Kwa hiyo shughuli ambayo nilialika watu wengine, ndugu jamaa na marafiki. Kwa Pilipili alikuwa ni mmoja wa invitees nilimwalika. Siku za mwisho labda MC Pilipili, kutokana na hii taarifa iliyotoka kwamba alijeruhiwa hadi kuuawa, aliwahi kuambia labda ana maadui wote au aliwahi kushuhudia akiwa na maadui labda? Kiukweli mimi kwanza nilishushwa zaidi, kwa sababu unakuaje adui na Pilipili? Mimi nilisema how can you unaweza kuja kwaje na adui na Pilipili, kwa sababu Pilipili ni mtu ambaye ana urafiki na kila mtu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mtu ambaye ni mcheshi. Pilipili is like, yani anakutana na mtu, anakutana na wewe, anakutana na Pilipili pia nakufahamu wewe, mimi sikufahamu, lakini Pilipili anaweza kanifanya mimi na wewe tukawa marafiki, unaelewa? Kwa alikuwa ni mtu wa connect watu. Pilipili anaweza kukaa na mwanasiasa, anaweza kukaa na msanii, anaweza kukaa na mtumishi wa Mungu, anaweza kukaa na mwanamichezo, na alikuwa ni mtu ambaye anajichanganya na kila mtu. You see, mimi unajua kupata taarifa ya msiba ni jambo moja, lakini kupata taarifa ya msiba kwamba Pilipili amefariki tena kwa kupigwa ndio kiliniuma zaidi, kwa sababu unampigaje Pilipili? Kwa nini umpige Pilipili? Kwa hiyo kuna time nafikiria kwamba kuna ile wakati anapigwa the way ambavyo pengine alikuwa labda anacheka, unajua. So Pilipili is always smiling, you know. Maybe he was smiling like bro niache la bro niache. So yani naomba sana. Wakati ameanza mapema kufundisha, mimi ndo alinikuta namaliza DST. Kwa hiyo alinifundisha wakati niko form 4. Unaelewa? Kwa hiyo then tumesha moment kibao kuanzia huko mpaka huko kwenye career na muziki na labda mara mwisho mlifanikiwa kuzungumza, na kama mlizungumza nini? Mara mwisho tumeonana kwenye Mwenge wa Uhuru Dodoma. Mara mwisho tumeonana naye. Tulikutana tukacheka, tulisalimiana, akaperform na mimi nikaperform, tukaondoka. The last time we met. Kwa wakazi wa Dodoma na watu wa tasnia ya muziki, lakini pia tasnia ya ucheshi, unaona ni wamempoteza mtu wa aina gani?
Ukiangalia kwa mfano tu jinsi kila mtu anavyoandika au clip zake zinazosambaa. Sasa hivi umekuja kugundua kila neno alilokuwa anaongea aidha anafundisha kitu, aidha anamsifia mtu, aidha anatoa ujumbe fulani. Umeelewa? Anaheshimu kila kitu, umeelewa? Kuna clip ambayo inasambaa jana, unaona alikuwa anahojiwa adhana inalia akanyamazisha, anasikiliza kwanza adhana japokuwa alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo kila kitu alichokuwa anafanya naona ni positive. Sasa hivi baada ya kuondoka watu ndio wana realize kwamba alikuwa ni mtu poa kiasi gani, kiasi kwamba kila mtu unamkuta anajua anapenda hip hop, anapenda kwaya, anapenda uchekeshaji, anapenda uigizaji. Kila mtu ana clip naye, kila mtu anampiga naye picha, umeelewa? Kwa hiyo wewe Tupac anakwambia the good die young, umeelewa? Na hiyo vitu vinaendelea kujitokeza kila siku, sababu ukiangalia ndio hivyo, ni mmoja wa watu wachache ambao ni maiko na Dodoma Mbondo ameondoka kama hivyo. Sasa inatoa funzo gani? Naona clip zake yakiwa na mambo positive, inakuwa inatoa funzo gani hasa kwa wasanii lakini pia hata wanajamii kwa ujumla? Kikweli yani Nuru na nyimbo moja anakuambia tumeagiza upendo, umeelewa? Sababu kikweli hamna cha maana kingine chochote, umeelewa? Kitu kama hicho kitokea, mali, nyumba, familia, umeelewa, vyote vina maana. Unagundua kabisa kwamba ni ile love ambayo mtu anaiacha, ile legacy mtu anaiacha ndio inaomata. Kwa mwisho wa siku kila mtu atarudi kwa Mwenyezi Mungu, umeelewa? Kwa hiyo nothing matters, ni kuishi tu, kusupportiana, kushow love tu, sababu hamna cha maana kingine. Umeelewa? Shukrani sana.